Nashukuru sana kwa kunikaribisha katika chaneli hii ya Gallery TV Tanzania. Nashukuru pia kwa ukarimu wenu, kwa sababu nimefika hapa kwa sababu mmeonyesha upendo wa dhati kwangu mimi kama msanii wenu. Nashukuru sana kwa ukarimu wenu wote ambao mnaofanya. Toka kipindi nimeingia katika hii TV hadi sasa tunaendelea kufanya kazi pamoja, na kwa neema ya Mungu tunaona mafanikio. Nawashukuru sana kwa hilo, asante sana. Kwa majina yangu mimi naitwa Francis Gideon Shabani. Hayo ni majina official ambayo nilipewa na wazazi wangu, passport za yangu, lakini baadaye nilijikuta nimeyapenda. Lakini kwa jina ambalo nilipenda nilitumie kwenye tasnia ya uigizaji ni jina la Hailali. Nadhani kuna baadhi ya movie nilicheza kwa hilo jina. Kwa majina ni Francis Gideon Shabani, ila najulikana kama Hailali. Lakini kwa sasa nina umri wa miaka 23, ambapo mimi ni wa mwaka 2002 hapo mwezi wa 10 tarehe 12. Kwa sasa ndio nimetimiza miaka 23. Tuko pamoja sana. Kwa sasa kabla sijaingia kwenye chaneli hii, mimi sikuwa na kazi yoyote, kwa sababu bado mimi nilikuwa mwanafunzi, na hata sasa bado mimi ni mwanafunzi, sababu niliingia mwaka jana. So bado mimi niko mwaka 3 sasa hivi, ambao kipindi naingia nilikuwa mwaka wa 2. Kwa sasa sina shughuli yoyote inayojulikana, na hata kipindi naingia pia sikuwa na shughuli yoyote. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu, bado ninasoma. Kwa historia fupi ya usomi au kwa historia fupi ya elimu yangu, mimi mwaka 2009 ndo nilianza awali. Mwaka 2016 ndo nilihitimu darasa la 7. Kipindi kile nikutana mambo mbalimbali, changamoto mbalimbali, ikiwemo kutembea kutoka nyumbani hadi shuleni. Ilikuwa ni umbali mrefu sana ambao kwa kweli nahitaji moyo kwa namna fulani. Kama mnavyojua kijijini kule mambo ya kijijini yanajulikana, lakini Mungu sio Asumani. Nilichaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza katika shule ya sekondari, ambayo ile shule inaitwa Rangwi Secondary School, iko Tanga Lushoto Mtae. Nilisoma pale miaka 4. Katika kusoma kwangu nilipambana kadri ya uwezo wangu, japo niliinuka changamoto zingine pia zingetakiwa, yani zingine kidogo zinifanye nikate tamaa na shule, kwa sababu kama unavyojua usipopata njia ya kusolve challenge ni rahisi sana kukata tamaa. Lakini waliinuka watu wa kunisapoti, wa kunitia moyo, nikaendelea mbele, na Mungu akasaidia. Nilipofika form 4 nilifanya mtihani wa NECTA, na nilipofanya mtihani nilifaulu kwa neema ya Mungu. Baada ya kufaulu pale nilisubiri machaguo, nilichaguliwa kwenda kidato cha 5 katika wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro. Nilifika pale nikiwa na amani na furaha, lakini katika sehemu ambayo nilipata changamoto ni ile sehemu kama unavyojua kwamba ukisha karibia mafanikio lazima ukutane na changamoto nyingi. Kwa wengi sisi tunaamini ukishafika advance tayari unaelekea kufanikiwa, na tunaamini hivyo ni kweli, japo bado changamoto ni nyingi. Lakini nilikutana na mambo mengi pale, mengine nikatisha tamaa, mengine hadi suspension nilipewa. Nakumbuka nilipewa siku 7 za kukaa nyumbani.
Lakini yote Mungu ni mwema. Tulimaliza pale, ilikuwa mwaka 2023. Baada ya kumaliza pale nikajiunga sasa na chuo kikuu ambapo mpaka sasa bado naendelea kusoma, na mwaka huu kwa neema ya Mungu naelekea kumaliza. Na hiyo ndio historia fupi ya elimu yangu ambayo nilipitia katika kipindi chote cha maisha mpaka sasa. Kwa upande wa siasa kwa sasa sijajihusisha sana na siasa, japo siwezi nikasema naikataa siasa. Siasa ndo kila kitu kwenye hii nchi, kwa sababu shughuli mbalimbali za kiuchumi zinaendeshwa na wanasiasa, na ndio maana kuna msimamizi mkuu ambaye ana wini uchaguzi, anakaa kwenye renki ya juu pale, anaangalia utendaji kazi wote wa shughuli zote za nchi. Kiufupi mimi siasa bado sijajishughulisha, na sio kwamba sitajishughulisha, nitajishughulisha tu, lakini kila jambo lina wakati wake. Kwa sasa I'm still a student, siwezi nikajihusisha na mambo ya siasa. Ngoja nisikie kwanza na kitu kimoja, maybe nikitoka hapa naweza nikaenda sehemu nikagombea hata udiwani, nikagombea hata ubunge, nikapambana pale na mimi, kwa sababu sasa itakuwa ni level sahihi ya mimi kuwa mwanasiasa. Ila kwa sasa tuachie wenye siasa zao. Kwa upande wa michezo, tunasema michezo ni afya, michezo ni burudani, michezo inakufanya uwe na kurelaxi, kuenjoy, kufurahi na watu, kujenga ushirikiano. Lakini kwa upande wangu mimi, timu yangu ambayo naishabikia, maana mimi pia ni mshabiki kwa kweli wa mpira, lakini sio mshabiki yule sana aliyeingia 100%. Niambia kwamba nashabikia mpira, kuna muda nitaenda, ila kuna baadhi ya mechi huaga naenda. Kama ukisikia Derby Day, siku ya Simba na Yanga, hutanikosa, lazima nitaenda, kwa sababu mimi ni mshabiki wa hizo timu. Kati ya hizo timu kubwa mbili hapo, mimi ni mshabiki wa Yanga, Yanga Sports Club. Nashabikia hiyo timu toka utoto wangu. Nilikuwa naenda kuangalia mpira, naenda na cheki, nikapendezwa bwana na Yanga, na ni kweli inastahili. Ukisema Yanga inastahili kushabikiwa na mtu kama mimi ni sawa, sababu naona kweli ina matunda, na inaonyesha matokeo yenye tija, matokeo ambayo yanafanya una enjoy. Mimi sio mchambuzi, siwezi nikaongea sana juu ya hayo. Tumwachie Ally Kamwe au Ahmed Ally. Uigizaji katika chaneli hii ya Gallery TV Tanzania nilianza mwaka 2025, ambao ni mwaka jana. Nilianza mwaka jana, ambapo niliambiwa niende ofisini kwa sababu niliomba kwenda kufanya au kujiunga na hiki kikundi. Lakini katika siku ambazo zilikuwa ngumu kwangu ni siku ambayo niliambiwa inabidi uje tukufanyie interview. Siku zote kwenye mambo ya interview kuna vitu viwili, kuna kufaulu na kuna kufeli. Sometimes mtu anayefeli sio kwamba hajui, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vinampelekea mtu afeli. Unaweza tu mtu anayekufanyia interview pale awe hajakukubali. Unajua haya mambo yapo, kwamba ukishafika mtu atakukubali, akishakukubali basi na mindset yake inakuwa tayari imekupokea. Kwa hiyo kile unachokifanya anakikubali pia. Lakini mimi nilivyoambiwa niende, kwanza nilikaa mwenyewe sehemu, nikawa nafanya practice.
nikawa najirekodi ili kwamba nikifika pale nijue nakaa vipi, naongea vipi, najiposition vipi kwenye baadhi ya maswali ambayo nitaulizwa, kwamba nikaa sehemu ambapo ni porini, mafichoni, ambapo hapaonekani. Lengo moja tu ni kwamba niwe na uhakika nikienda nisiwe na uoga. Kwa nashukuru Mungu nilienda, na nilivyoenda pale nikakutana kweli na changamoto kubwa, kwa sababu nilikuta watu ambao walishafanywa interview, nilikuta madirector wako pale wakawa wananihoji maswali kwanza. Ulishafanya uigizaji? Nikamwambia ndio nilishafanya, lakini unajua vitu ambavyo sio structured au vitu vya kufanya ambavyo hujafanya na wataalamu wenyewe, ni ngumu kuamini kwamba mimi labda ni muigizaji. Lakini baada ya wao kunifanyia baadhi ya interview pale, niliingia kwenye Gallery TV Tanzania. Walinipokea vizuri na rasmi pale nikaanza shughuli za uigizaji. Lengo langu kubwa pale ambalo nilitegemea kukuta watu kama niliowakuta, kwa sababu nilichokitegemea ndicho nilichokikuta. Siku zote kwenye maisha, tafuta sehemu ambayo ulichonacho hakitashuka chini, ila ulichonacho kitapata challenge ili kikue. Kwa sababu kuna msemo unasema 1,000 steps began with one. Hatua 1,000 zinaanza na moja. Wakati ukiwa hatua ya kwanza, kuna mtu yuko hatua ya 100. Sasa tafuta yule mtu ambaye yuko hatua ya 100 ili ukafanye naye kazi, ili mdadi upate changamoto. Pale utajiona wa chini ndio, lakini kwa kuwa upo naye na anakusaidia na anakurekebisha, ukifanya hivi anakwambia sio hivi, fanya hivi, inakuwa ni nzuri. Kwa lengo langu nilitegemea kulikuta pale, kwa kweli nashukuru Mungu nilikuta, kwa sababu nilikuta watu wenye maono kama ya kwangu na ambao wana matazamio ya kuja kutoboa kwenye shughuli hii, na mimi ni mmoja wapo wa watu hawa ambao ninatazamia kutoboa kupitia chaneli hii. Kwa namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo. Mimi nilipokelewa vizuri na nilianza shughuli yangu ya uigizaji. Kitu ambacho kilinivutia mimi kuingia katika tasnia ya uigizaji, kwanza kabisa ni influence au motivation kutoka moyoni mwangu na watu ambao niliishi nao katika maisha ya siku zote, ambao niliishi shuleni, kanisani na sehemu mbalimbali. Nilikutana na watu ambao walipotuambia kuna sehemu ya kuigiza au kuna kitu cha kufanya, mimi nilikuwa najitoa, naenda kufanya uigizaji. Katika kujitoa kule, nikiwa nafanya, nikitoka watu wananiambia safi, umefanya vizuri. So ile ndo motivation ambayo ilinifanya mimi nijiamini na kuingia huku. Nikasema kama ni sehemu ambayo nitakuwa nafanya kazi ninayoipenda. Mbali na kufanya kazi ninayoipenda, lakini pia ni sehemu ambayo pia ambayo inaweza kuniingizia hata kipato. Kama mnavyojua, uigizaji ni ajira pia. Uigizaji ukishatoboa wewe tunakuita tayari ni una ajira, umeshajiajiri. So sehemu pia ya ajira imenisababisha, imenivutia niingie pale kwenye uigizaji. Lakini kitu kingine, nilipata watu ambao tuseme ni kama destiny helpers, kwamba watu ambao watasaidia hatima yangu kufika sehemu. Ndio kitu ambacho kilinivutia sana kuingia kwenye hii channel, kwa sababu niliwafuatilia, nikaona kazi zao wanazozifanya, nikaona usiriazi wa kazi zao wanazozifanya, kwamba hizi kazi wanazozifanya hivi, mwisho wa siku na mimi nikiingia nikifanya hivi, itakuwa ni sehemu ya mimi kupiga hatua moja hadi nyingine. Kwa upande wa mwigizaji ambaye ningependa hata leo nifike au nikutane naye,
nifanye kuigiza naye. Yupo jamaa mmoja anaitwa JB. Anaigiza kwenye tamthilia ya Huba. Channel namba 160 Maisha Magic Bongo. Yule jamaa ni mtu ambaye anajua na ni mtu ambaye ni mkongwe wa filamu. Amefanya kazi na kina Majuto kipindi hicho. Kwa anajua hata ukifuatilia ile tamthilia unaona kabisa huyu mtu ana kitu cha tofauti. So ni mtu ambaye ningependa ningekuwa kwenye hizo level, ningefanya niigize na yeye yule jamaa. Mwingine kuna mtu anaitwa Lucas. Anaigiza kwenye Jua Kali series. Anaigiza kwenye Jua Kali. Yule jamaa anajua kuigiza na amenivutia. Ni watu ambao wakati nikiwa nimekaa sebleni natazama runinga, ni watu ambao nilikuwa naangalia kwamba siku moja nataka niwe kama huyu mtu. So katika kufanya kazi, katika kupambana, hata kipindi ambacho kabla sijafika hapa kwenye hii channel nilikuwa naangalia, nasema hakika one day na mimi ikiwezekana Mungu atasaidia nitafika level ya hawa jamaa. Kwa hiyo hao ndo ma role model wangu hao wawili ambao nakubali sana kwenye upande wa tamthilia au tasnia ya sanaa Tanzania kwenye uigizaji. Okay, kwa upande wa shughuli ambazo nimezifanya katika chaneli hii kwa ubora, kitu cha kwanza kabisa, ili shughuli ziende sawa, lazima uzingatie muda. Ukisema muda fulani tunaenda sehemu fulani, tuwe location fulani ili tufanye shughuli fulani, ule muda inatakiwa uwepo pale. Na kati ya vitu ambavyo nilikuwa nazingatia kwenye ubora wake ni hivyo. Waingereza wanasema time is money. Muda ni ndo kila kitu kwenye maisha. Kwa nilikuwa najitahidi sana. Lakini kwa upande wa kwenye movie mbalimbali ambazo nimecheza, nilikuwa nikifanya namna struggling ya aina tofauti ili ndani niweze kuvaa uhusika. Kiambiwa ni mtu mwenye hasira nivae uhusika wa hasira. Kiambiwa ni mtu mwenye furaha nivae uhusika wa mtu mwenye furaha. Kiambiwa nivae uhusika wa aina fulani, nijitahidi kuvaa. Kwa mfano ukifuatilia movie kama za Magetoni, short kama za Kipofu, kuna muda nilikuwa najitahidi sana kuvaa uhusika. So ndio vitu kama hivyo ambavyo nilivifanya, shughuli ambazo nilifanya kwa usahihi katika chaneli hii. Maono yangu kwenye upande wa chaneli hii ya Gallery TV Tanzania, kwanza tu niseme ni makubwa. Ni makubwa sana kwa sababu mpaka nimeingia kufanya hii shughuli, mpaka nimeingia kufanya uigizaji, maana yake natazamia mafanikio. Na hayo mafanikio sasa yanabebwa na nini? Nataka siku moja nije kufanya collab au kucheza movie na wasanii wakubwa ambao kwa kiasi kikubwa walishafanikiwa kwa asilimia kubwa, kwamba siku moja na mimi niwe mmoja wao, tunacheza wote movie. Itakuwa ni faraja kubwa kwangu, na ndio maono ambayo ninategemea at least for almost kwa mwaka mmoja au kwa miaka miwili ijayo niwe nimetoboa kwenye hiyo hatua. Lakini pia kitu kingine, sisi tuna channel kubwa, lakini ni kubwa kiasi fulani, bado haijawa kubwa sana. So
lengo langu mimi au lengo la watu wengi ambao wanafanya shughuli ya uigizaji ni kuhakikisha kwamba hii channel inakuwa kubwa kiasi kwamba isikike Tanzania, Kenya, Uganda, kiwezekana hata Afrika nzima, na duniani pia waweze kutujua sisi kwamba tunafanya shughuli fulani mahali hapa. Kwa ni lengo kubwa ambalo tumelibeba kwa muda fulani ambao tunatamani tufike mbali, tufike kwenye hizo hali. Kwa upande wa wasanii ambao nimevutiwa nao kufanya nao kazi ya uigizaji kwenye chaneli hii, kwanza kabisa niseme ni wasanii wote. Kila msanii ambaye nilimkuta pale kuna namna alini influence pia hata kabla sijaja, kwa sababu niliona kazi yao. Kwa kiufupi nilivutiwa nao wote kwa sababu kazi yao ni nzuri wanaifanya. Lakini sasa baada ya mimi kuja kuishi nao, kuna baadhi ya watu ambao wasanii ambao nilicheza nao movie. Kwa mfano movie ya Magetoni, kuna msanii mmoja anaitwa Dala. Yule nilimkubali sana kwa sababu kwanza ni mtu ambaye ana idea kubwa, na akisema kitu anakufundisha kweli na anakuelekeza kwamba fanya hivi na hivi, tufanye hivi na hivi, tukifanya hivi na hivi italeta matokeo gani. So ni mtu ambaye nilimkubali sana. Kwanza ni mtu ambaye ukikosea anakuambia ukifanya kitu kwenye makosa anakuambia tufanye hivi, itakuwa ni nzuri zaidi. Kama mnavyojua hizo mambo ya location, kuna muda kidogo unakosea, anakurekebisha. Kwa hiyo mwisho wa siku unatoa kitu cha maana, unafanya kitu chenye tija, kitu ambacho ni kizuri kutokana na marekebisho yake ambayo anayafanya. Lakini msanii mwingine ni MC Abe, ambaye kwenye ile movie ya Magetoni tulicheza naye. Na yeye pia ni mtu mmoja ambaye kwanza ni mcheshi sana. Ukifanya naye movie kwa kweli inabidi ujipange. Maana amebeba comedy. Kuna muda anaweza kufanyia comedy kwa kwamba ila ndio hivyo, ukiwa umevaa uhalisia inabidi uwe kwenye uhalisia ule. Lakini ni mtu mmoja ambaye nilivutiwa naye sana kwenye baadhi ya shughuli ambazo tunafanya wote. Lakini pia kuna msanii mwingine anaitwa Method, ambaye nilifanya naye uigizaji kwenye baadhi ya movie au videos kama Kipofu. Kwanza yule jamaa ni mtu ambaye yuko on time, yani kila kitu anafanya kwa muda mwafaka, na ni mtu ambaye anachukia sana watu ambao hawafanyi mambo kwenye muda sahihi. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukimwambia tunaenda sehemu fulani, au yeye ndo wa kwanza kupigia simu njoo, wakati anakuambia njoo na ni kweli ukifika yupo na yuko tayari kwenda na wewe kufanya shughuli ambayo nitakiwa mkaifanye. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia alinivutia sana. Kwa kweli wasanii ni wengi ambao wamenivutia, ila huo ni mfano tu. Wapo wengi kule ambao tunategemea. Ndio maana tunaambiwa kila mtu ana umuhimu wake, hata kama kwa muda huo haonekani, ila umuhimu upo tena mkubwa. Ndio maana unaambiwa ishi na kila mtu vizuri according kutokana na mazingira na mambo mbalimbali. Okay, changamoto kubwa ambayo nakutana nayo kwenye kazi hii ya uigizaji. Kwanza kabisa mimi ni mwanafunzi kama nilivyokwisha kusema hapo awali. So katika kusoma kuna ratiba ambazo inatakiwa nizifuate za darasani, lakini pia ukule nako kazini kuna ratiba ambazo inatakiwa nizifuate. So kuna muda ambao ninaitwa kwenda location, ule muda ninaoitwa kwenda location ndio muda ambao huku pia natakiwa niingie darasani, ambao pengine ule muda naitwa kwenda location ndio muda ambao mimi natakiwa nikafanye testi, ndio muda ambao natakiwa nikafanye discussion.
So inakuwa ni changamoto mimi kufika. Lakini pia ukiangalia kuna muda ambao wenzangu labda wanafanya rieso, lakini muda wanaofanya rieso mimi pengine sitokei kama hivyo. So inanipa kuwa na uhakika mdogo kwenye shughuli ambao labda tunaenda kushuti, kwa sababu sijafanya mazoezi. Huyo inakuwa ni changamoto moja kubwa pia. Lakini changamoto nyingine ambayo ninayo mimi, upande wa fedha, financial, bado sijakuwa stable, bado sijakuwa imara vizuri kwenye upande wa hela. Yani hata kama mtu awe analipwa milioni 1 na mwingine analipwa 300,000, changamoto za mtu wa milioni 1 zinaweza zikawa sana za mtu wa 300,000, lakini pengine hata wa 300,000 wasiwe na changamoto zaidi ya mtu wa milioni 1. Na ndio maana ukija kufuatilia vizuri unaambiwa tajiri analala masaa machache, maskini analala masaa mengi, kwa sababu ana mahesabu yake. So changamoto ya hela ni changamoto ambayo ninaipata sana, kwa sababu unakuta natumia hela nyingi, ndio nalipwa sawa, lakini kiasi ambacho ninatumia cha hela ni kikubwa. So bado ndio maana nilisema najishughulisha na shughuli zingine ndogo ndogo ambazo sio muda wa kipindi au sio muda wa kwenda location, basi naenda kushika shughuli nyingine za kiuchumi ili mradi niweze kujiinua kimaisha kama kijana. Okay, upande wa serikali. Serikali tunasema serikali ina mkono mrefu. So serikali tunatamani tusapoti, kwa sababu kuna muda tunafikisha ujumbe kwa jamii kupitia uigizaji. Nikivaa uhusika wa mgonjwa labda wa malaria, kuna mtu atakuja atanielekeza namna ya kujikinga na malaria. So ni kama nimeenda kutoa elimu kwa jamii. So serikali tunahitaji itusapoti. Itusapoti kivipi? Kwa upande wa hela au mikopo. Serikali ikitoa mikopo tunaboresha zaidi shughuli yetu tunayofanya. Na tunawezesha wasanii kuwa na moyo mkubwa wa kufanya kazi. Kwa sababu siku zote kazi ambayo haina matokeo au kazi ambayo haileti mafanikio makubwa kwa mtu, siku zote inamkosesha nguvu ya kuifanya kwa moyo. So serikali tunajua tunalipwa ndio, lakini tunatamani serikali tusapoti. Kingine, mazingira mazuri ya wanasanaa kama waigizaji kama sisi, kwamba siku moja natamani kuna matamasha yanatokea, matamasha ya viongozi wa siasa, viongozi mbalimbali sehemu, viongozi wa afya, anaenda sehemu kwenye tamasha, anaweza akatupa mazingira ya sisi kupractice kile ambacho tunacho. Akiniita labda ni kiongozi wa afya, naenda labda kufundisha au kuelezea watu juu ya madhara ya uchafuzi wa mazingira, namna magonjwa yanavyotokea. Sisi pale tukienda tukivaa husika tunafikisha elimu. So tunahitaji sapoti kubwa kwa serikali, na kama mnavyojua kwamba serikali ni chombo ambacho kina nguvu zaidi. Kikitu sapoti sisi tutainuka zaidi na kuendelea mbele kwenye hatua kubwa zaidi. Kwa upande wa mchango wa sanaa katika jamii, kwanza sanaa imebeba uwanja mpana sana kwenye jamii, kwa sababu sisi tunachoigiza au tunachokifanya ni uhalisia wa maisha ya watu. Tukiigiza kwamba mtu ana mke zaidi ya mmoja, ni uhalisia kwamba kwenye jamii wapo watu wenye wake zaidi ya
mmoja, au mtu ambaye hajatulia na ndoa yake kwenye jamii wapo. So mchango mkubwa wa sanaa kwenye jamii, kwanza kabisa jamii inaelimika kupitia sanaa hii ya uigizaji. So kwa upande wa kuelimisha, mimi naweza nikavaa labda uhusika chanya ambao unakuwa una impact nzuri kwa jamii. Kwa mfano, naweza nikavaa uhusika wa kuwashauri vijana, labda mimi kwamba nawashauri vijana wenzangu wawe na mahusiano ya mpenzi mmoja. Kwa mfano kwenye movie ya Mzunguko, mimi nilicheza kama Francis nikiwa na mwenzangu Method. Yeye mawazo yake yalikuwa ni kuwa na wanawake wengi, kwamba anaamini juu ya kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja, ila mimi ninaamini juu ya kuwa na mpenzi mmoja. So ile kwenye jamii inaleta fundisho, kwa sababu pale pale tutaelezea madhara ya kuwa na wanawake wengi na tutaelezea na faida ya kuwa na mwanamke mmoja. So inaelimisha, kwa sababu mtu akitazama ataelewa kwamba kumbe nikiwa na mwanamke zaidi ya mmoja nitapata hasara hii na hii na hii. Kumbe nikiwa na mwanamke mmoja nitapata faida hii na hii. Kingine labda naweza nikavaa uhusika wa labda mimi labda tuseme ni mgonjwa. Nishatoa mfano kwamba labda mimi ni mgonjwa pale, lakini eza ugonjwa umesababishwa na mazingira labda ninayoishi, kwa mfano ugonjwa wa malaria. Lakini yale mazingira ambayo nilitakiwa nivae ule uhalisia ni kwamba kwanza lazima yawe na visababishi vya ule ugonjwa, kwamba kuwe na nyasi ndefu ambazo zinasababisha mbu kukusanyika kwenye yale maeneo, maji yaliyotuama. Mwisho wa siku akaja mtu mimi akanielezea kwamba kinachosababisha malaria ni 1, 2, 3. Sasa atakaponielezea vile, mimi nitakuwa nimeigiza au nimefanya kama nimeelimika mimi, lakini sasa jamii nayo itajua moja kwa moja kwamba huu ugonjwa tutaukinga hivi. Pengine akaingia labda ndani kwangu ninapolala sina neti, ataniambia uwe una neti, unafunika neti. Basi mwingine naye anayeangalia ile movie atasema kumbe nikifunika neti nitakuwa nimezuia ugonjwa wa nini? Ugonjwa wa malaria. So kati ya vitu muhimu kabisa kwenye sanaa ya uigizaji ambayo ninaifanya ni kuelimisha. Lakini kitu cha pili, sanaa inaleta kipato. Ni sehemu ya ajira. Vijana wengi wanajiajiri kupitia hii sanaa. Ukiangalia kwa mfano sasa hivi wapo akina Steve Mweusi, akina Clamvevo, akina Ndaro. Wale tayari walishajipata, tunasema kwa Kiswahili cha sasa, walishajipata kwa sababu ya sanaa. So sanaa inaleta kipato kwenye maisha ya mtu ya kawaida. Lakini mbali na kipato, sasa sanaa pia inaburudisha. Tunaangalia movie mbalimbali au baadhi ya movie ambazo sisi tumezifanya sisi wenyewe, kama movie ya kipofu. Kitendo cha wewe kuongoza kipofu, lakini ukifika kwenye shimo, kipofu analiona shimo, kama unaruka na yeye anaruka, wakati ule ulikuwa labda na lengo la kumfanya adumbukie kwenye shimo. Ile inakuwa ni entertainment. Unawafurahisha watu kwamba intention ya watu ilikuwa ni kumuona mtu akiingia kwenye shimo, ila kumbe hajaingia tena kwenye shimo. Kuna movie za Dr. Feki, kuna movie za Mwizi wa Mchongo, zote zimechezwa ndani ya Gallery TV Tanzania. Lengo kuu la zile movie ni kufurahisha au kuburudisha. Kwa upande wa mashabiki zangu ambao wamekuwa na mimi wakinifuatilia, kwanza natoa shukrani kwao, kwa sababu hii kazi haiwezi kaenda bila mashabiki. Na sisi tunategemea watu. Tunasema shughuli ni watu.
Shughuli bila watu sio shughuli, bado haijakaa kuwa shughuli. So mimi nawashukuru sana, lakini pia na wale wengine ambao wanategemea kuja kuwa mashabiki zangu, hata wasisite waje, kwa sababu tuna vitu vizuri kwa ajili yao. Katika kukaa kwetu, kuwaza kwetu, tunatamani kila siku tuwe tunatengeneza kitu bora zaidi, tuwe tunatengeneza kitu quality ambacho shabiki akiingia kutazama pale YouTube kwenye chaneli yetu hii ya Gallery TV Tanzania, anakuwa anafurahia kwamba sasa ninatazama kitu ambacho kinanifundisha, kinanifurahisha, kitu ambacho kinanipa elimu fulani. So mashabiki, niwaahidi tu kwamba niko tayari kwa ajili ya kufanya kazi ambayo ni kama ni kipaji changu ambacho Mungu amenijalia. So niko tayari kufanya kazi kwa ajili ya kukufanya wewe uenjoy pamoja na mimi. Tumejipanga sawa sawa, hasa kwa mwaka huu hapa. Mwaka huu tumejipanga kuleta vitu ambavyo vina mantiki, vitu vyenye tija, vitu vyenye kuvutia. Kwa karibu sana, endelea kuwa pamoja nasi shabiki yangu, nakupenda sana. Shukrani za dhati ninazitoa pia kwa watazamaji wote wa Gallery TV Tanzania, na ninachowaambia tu ni kitu kimoja, kwamba wabaki hapo hapo, wasiondoke, wabaki hapo hapo. Endelea kutufuatilia, endelea kushare, kufanya comment pale, kulike, inakuwa ni nzuri na tuinua zaidi. Lakini pia shukrani za dhati siku ya leo kwa Gallery TV Tanzania ambao wameamua kunitembelea huku kwa ajili ya kufanya maongezi au mahojiano na mimi. Nashukuru sana na Mungu awabariki sana. Nawapenda sana. Mama uko hoi kitandani, kama si wa leo wa kesho, na kupona sizani upate japo neno la mwisho. Ndo mtoto wa pekee nyumbani wananitegemea,